Okay. Kwa kipekee kwanza naomba nimpongeze ndugu yangu Juma. Harusi yake sio tu harusi, ila ametuheshimisha kama taifa. Unajua zamani ilikuwa inaonekana wanaume wa Nigeria ani watu fulani wakubwa na hela, lakini bwana akaenda kubadilisha mtazamo, onekana kama wanaume wa Tanzania wanaume wa Tanzania tumekuadili kupitia hii harusi. Sasa bwana asingekuwa na ndoa, asingeweka uwekezaji katika ndoa, ina maana tusingeonekana hivyo. Kwa hiyo kitu kimoja tu kimebadilisha mtazamo mzima, na kupongeza sana Jux. Lakini kwa kipekee kabisa ni washukuru, japo nimeitwa kutoa neno lakini sana maneno mengine na kwa binafsi. Washukuru vyombo vya habari, lakini Watanzania wenyewe. Hii harusi ya Jux wameibeba kweli kweli. Yaani tumuonesha kwamba huyu ni mtu wetu na hili ni letu na haliwezi kudondoka. Ukiangalia leo kwanza kwenye red carpet ma celebrities wageni, yani kama Marekani. Kila mtu kaja kwa namna yake, lakini hayo yote yametokana na namna tunampenda ndugu yetu Jux. Na watu wameamua kujitoa, watu wameingia mfukoni, wamevaa manguo yao ya gharama. Jux watu wanakupenda sana. Mimi katika mambo ya ndoa Maana kwanza hapo tucheke. Jambo la ndoa tunasubiri hapo. Tunakuombea dua. Inshallah. Katika mambo ya ndoa siwezi kuwa mshauri sana kwa sababu najua kama mnavyoelewa au vipi bwana. Lakini ndugu yangu, mimi nitakushauri tu kwamba binadamu yote mnapokaa kwa pamoja kwa namna moja au nyingine lazima itatokea kugharafiana. Kutokea kwa kukwazana ni kibinadamu inatokea. Sasa unapotokea kukwazana mwenzako, kumbuka mazuri yenu mlioanza nayo, kumbuka moyo wenu wa kupendana, kumbuka nia yenu njema. Na kama unavyojua wanawake hawa viumbe wakati mwingine zakawa na hasira wakaongea maneno ya kukwaza kweli kweli. Jambo wavumilie kwa sababu mimi na experience dogo katika hilo, nishapokea maneno mengi yenye hadha na namna nimedili nayo na matokeo yake na nafahamu. Sasa nikuombe bwana harusi uvumilivu. Au bwana, wewe unatuhakikisha sisi wote kwenye nchi kwamba uvumilivu, lakini Mwenyezi Mungu awajalie ndoa yenu ya heri, idumu, iwe na upendo, ikajibu. Tunasikia chini watu wanasema kuna mtoto tayari, na mtoto akawe kweli, akitoka na baraka, awe na maisha marefu. Mungu ampe hekima, upendo, talent kama wewe baba yake, awape nyota kama ni wazazi wake, awape maendeleo, akubalike na watu kama watu wanakubalika. Mimi sina mengi, nakushukuru sana. Asante kwa kutualika, asante kwa kutukutanisha pamoja. Leo tumekaa ma celebrities tofauti, raha kwa kweli. Yani as you're speaking, jicho sio tu la Tanzania, sio tu Afrika, ulimwengu mzima jicho liko hapa, lakini imetokana na harusi ya huyu bwana. Mimi nakupongeza sana Juma Jux na kutegemea uwe mshauri wangu mkuu sana kwenye mambo haya, ndoa, harusi na kila kitu. Oh, that's amazing. Our Priest's family, just a brief interpretation there. This is Diamond, as you all know. He's just giving Jux a few words, a few advice. But he's not married himself, but he's hoping that, you know, he might also get married sooner or later. But he's just telling Jux that, you know, he has really respected us. Diamond. Kila siku kusikana nauliza nuru hii ingeitoa wapi, kutukaniwa paka ndugu ndo mapenzi ya wapi, na simu zako sikuwa manane, unitumia message please naomba mimi, wewe sijauri haya mvuo tukone, na mwicho wako tofadila shima tatone doni najwa, ati wanakuzi
huyu wa sasa amekuzidi maujuzi. Sisi tena kijudi, ubishano nosinde. Mwenzako Platinum, mimi niko salama, sisi uiwoko. Huku napewa nyama kwa nyama, sisi uiwoko. Okay, thank you so much, my brother. Appreciate it. Yeah, I know. I want to say this now. Can I have your attention, please? Okay. Can I have your attention, please? Okay. Baby, listen to me. Please, I want everybody in this venue right now to follow me outside. I have a small gift for my baby. I have a very small gift for my baby. So, can you guys, everybody, can you follow me outside? Baby, it's not big, it's small. Small to the baby. Okay, let's go. Lakini jambo kubwa ambalo limetokea hapa ni Juma Jux kutoa gari mpya kabisa kama unaona.